Naam, karibu sana na asante kuendelea kusikiza matangazo yetu kupitia Baraka One TV. Tuko majira ya saa 9 hivi saa za Afrika Kati, ikiwa inaelekea 10 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako The One and Only Town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasuma. Kama kawaida niko na Rafael Roger Seko. Asante sana, tumekaribia ndani ya studio ya Baraka One TV ili kuja na habari na maelezo katika mwanzo wa wiki hii. Katika mwanzo wa wiki hii tuko tarehe 8 za mwezi wa 12 2025, ambako hali ya usalama inazidi kuonekana kuwa tete na maeneo ya Plain ya Ruzizi, huku taarifa mbalimbali za kuwachanganya wananchi zikiwa zinatolewa na vyombo mbalimbali vya habari, lakini ukweli na uhakika wa kile ambacho kinafanyika utakuwa ukifuata hapa kupitia Baraka One TV. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa wa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Na jambo jingine pia, usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine ambayo yako na zaidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika yale ambayo tutayajadili ni vita kuzidi kuwa na sura nyingine huko maeneo ya Plain ya Ruzizi, na kwa sababu kunasemekana ujio wa Rais Felix kuwa Bujumbura pamoja na waziri wa mambo ya ulinzi, waziri wa ulinzi kuwa Bujumbura. Kwa hiyo vita hii iko na sura nyingine, na katika yale ambayo tutayagusia pia, Bitakwira ameweza amefunguka mengi marefu kuhusiana na hii vita, na kusema kwamba endapo Uvira itaanguka basi chini ya miezi miwili Kinshasa na yenyewe pia itakuwa imeangia mikono ya M23, na tutajadili kidogo kuhusiana na yaliyotokea Sange, licha ya majira ya saa 6 kuweza kupata uhakika na ukamilifu wa kile ambacho kilitokea, lakini pia kuna taarifa zingine ambazo inabidi pia kuweza kuzifafanua kiundani zaidi na kupata kile ambacho kinaendelea. So karibuni sana, na usisahau kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujangana na operation hii, tumia namba ambazo uko hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na nafikiri tuanze na hili swala la Luvungi kwanza, na pia ujio wa Rais Felix pamoja na waziri wa ulinzi. Unahisi nini ambacho kimefanya delegation kubwa kama hii ya waziri wa ulinzi pamoja na rais wa nchi kuja karibu na uwanja wa mapigano? Niseme kwamba hii ni kuleta motivation, mtisha kwa vikosi vya jeshi ambavyo viko kwenye mashamba la mapambano kule, ikiwa ni jeshi la Burundi na jeshi la taifa FARDC na Wazalendo. Kwa sababu gani? Ukiangalia Rais Paul Kagame ni kama vile anachochea vita vya kikanda, na hii ni kwake wajibu wake Rais Felix Tshisekedi kumpa moyo nani rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, kumuonesha kwamba inatakiwa masuala hii ya vita kuikamatia umakini sana kivipi? Kwa sababu ukiangalia adui ya mavamia Kongo ndio mwenye anaanza piga mabomu katika nchi ya Burundi, na wakati Burundi kila wakati ukimchokoza tu anakamatia vitu serious, na ndio maana kutanisha hii kufika kwanza, hatujui nini kitazungumzwa kule, ama hatujui nini kimepitikana kule kwenye mazungumzo ambayo juu wamezungumza kwamba ni saa 48, niseme kwamba siku mbili ndio atafanya na Rais Evariste Ndayishimiye hapo Burundi, na amelala usiku mmoja leo, na tunasubiri kwamba kesho tena itakuwa ni mazungumzo, na huenda vyombo vya habari itakuwa tunapeperusha habari zingine msako taendelea kama walizungumza nini katika mazungumzo. Haswa zaidi kenye kimene negosia hapa waziri wa ulinzi, minister wa defense, yeye ndio anaamua dire ya kutoa ili vifaa vya kijeshi vionekane, chakula na kila kitu ambacho kinahitajika kupigana na adui. Na hii inaonyesha kwamba vita mara hiyo inakuwa serious. Kongo inakamatia umakini ile ambayo alisemaka kwamba anaweza kafanya mbinu zote ili kurudisha amani. Ndio sasa maparole zake zinaanza tibia, kusema kwamba rais anaanza ona kwamba hii vita inatakiwa kuikomatia umakini juu hataendelea tumalize mwaka wote unaenda kwenda kumalizika na nafasi zimoja kinashikiliwa na mikono ya magaidi ya M23. Na ukiangalia tukianza mwaka wa 2026
Ikiwa tena M23 itakuwa kingine inachukulia ile maeneo, itakuwa kwamba serikali haikufanya wajibu wake wa kulinda raia na mipaka ya nchi. Na ndio maana inatakiwa kukamatia umakini sana, na niseme kwamba hii mazungumzo ambayo Rais Felix Tshisekedi anafanya na Evariste Ndayishimiye, huenda ndio walikuwa washaanza afanye mazungumzo, kwa sababu kiangalia kwa picha ambazo zimevuja za yeye rais wawili walikuwa kizungumza tena Washington kwa pamoja. Ndio huenda sasa mazungumzo wakaona yengine hasira cha watakuja kuizungumzia pale. Na niseme kwamba Rais Felix Tshisekedi tangu vita vianze hatujawahi kumsikia na anasogelea karibu hivi na maeneo ambapo kwenye huko front juu. Kama Nyola na kufika katika mji mkuu wa Bujumbura ni kilomita kidogo tu. Ayombi sana. Ndio. Na hii inaonyesha kwamba ndio rais anasema ndio vita lazima vipambanike kwa hali na mali, kwa hali yote itawezekana, mbinu zote. Na ndio maana hata ile yenye jeshi ya Burundi ilisema kwamba watatumikisha vifaa vyote, ikiwa ni silaha nzito, ikiwa ni za kawaida, ili kupigana na uchochevu wote ambao utakwenda kuwachokoza mle katika nchi ya Burundi. Na unajua ujio pia wa rais hapa karibu ni kuja kuwatia nguvu wanajeshi, hiyo ni moja, na pia kuja kujishuhudia kuona kwamba tunasikiaga hivi tombe nini kinafanyikaga. Eske ripoti ambazo zinakujaga ni ripoti sahihi ama kuna udanganyifu ndani yake? Hilo pia inaweza ikachangia kwa yeye kuweza kusogelea hapa. Na pia usisahau kwamba baada ya mikataba iliyosainiwa Washington, serikali ya Rwanda bado haijachoka. Ndiyo. Ingali ina renforce M23. Kwa sababu licha ya kusinye bado M23 ingali inatoka Rwanda, inapita Rwanda, inakuja Kongo. Silaha ziko zinatoka Rwanda zinakuja Kongo. Kwa sababu pia jana kuna ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo imetolewa, inasema kuna zaidi ya 6,000 7,000 hivi wa Kinyarwanda ambao wameingia na wako wanazidi kuingia Mkongo. So hii inaleta picha ambayo kusema pana inabidi tuwe karibu ili tuweze kushuhudia nini ambacho kiko kinaendelea. Na hii vita ambayo iko maeneo ya Kamanyola, Katogota na sehemu zingine za milima ya juu zimepelekea vikosi zile force special za FRDC na za armée burundaise kushuka. Unaona juu kule benye biko napigana kwa upande wa Rwanda ni ile ma force special za Rwanda. Ndio ziko ngambo ya M23. Sasa si tulikuwa tunapatia nafasi banani aba petit ba Gepard. Na unakuta kwamba aba Gepard bosi ba minimize sana, lakini ni jeshi ambalo hawezi pigana na force special kwa sababu wale wako na mafunzo ya kipekee. Inabidi force special ku force special. Ndio hii ambayo ulikuta FARDC nao pia wale wa force special ndio walishuka, na ile special force ya Burundi pia ndio ilikuja kukutana na force special mbili za Kongo, za Rwanda pamoja na za Burundi. Ndio maana unaona na vita ya hapa iko nguvu. Goma walichukua siku ngapi kuingia Goma? Eske walichukua in semaine? Kuchukua in semaine. Ndio. Ilikuwa chini kama ya de ya 3 jours hivi. Na inasemekana kwamba logistique militaire ya Kongo inaenda kwa kiwango kikubwa sana kupitia province ya Nord Kivu. Au moins 60%. Unaona? Na ukiangalia sehemu ambapo majeshi yalikuwa ni jeshi moja za ajabu, zilikuwa ziko kule, lakini kuangalia jeshi mwingine ulianguka tu kwa kizembe tu, haikuchukua hata wiki na wakakamata maeneo. Leo vile tuko na siku ya 8. Ndiyo. Unaona? Siku ya 8 tokea tarehe 1 leo tungali tunapambana nao na bado hawajaingia mplane ya Ruzizi. Pale kwenye walianzia Katogota pale. Wanafanya kwa miezi, wanatafuta hii mwezi wa 12 kisha na kwa miezi 10. Hawatingiziki pale. Ni kama vile walishindwa juu. Kipigo kenye walikuja nacho na moto kielele kenye walikuja nacho kilishia hapo Katogota, wakaambia vijana tulieni pale. Na hii inaonyesha kwamba vikosi viko vizuri sana kwenye shamba la mapambano. Na ukiangalia hata kwenye mazungumzo ambayo yalifanyika kule Washington, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alisema hivi, mikataba ni masuala mengine. Kusaini mikataba ni masuala mengine. Na kuiweka na application ni vitu vingine. Ndio. Na haiko kusema kwamba juu tulisaini na wewe mikataba njoo uchokozi wote ukitokea nje nifunge mikono. Hakatana hivyo. Inaonyesha kwamba watu iko bien determiné, na ni rais ambaye rais wa Burundi kwanza alikuwa jeshi.
Na unaona kwamba Huyo ni yeye mwanajeshi. eh, Huyo ni komando kabisa, bien formé. na ikumbushe kwamba katika siku zilizopita alisemaga hivi, kwanza unajua kuonesha kwamba Kongo tunatakiwa vita vyetu tuikamate na mikono mbili. Alisemaga hivi, mie sio kama vile Kongo ambapo wako naua milioni ya raia kama vile mbu, lakini kwangu mkiua wawili watatu, unaona tu hii ambayo ilitokea tu hapa juzi Chibitoke, kama ni bomu walipiga 23 ikaua wananchi. Alitumana vikosi 12,000 militeri bali wanataka pigana Somalia, mwende Kongo, muoneshe wale jamaa kama tu kwa miaka yao. Hivi sasa wazalendo watakia kuwa na observe sasa, kuona sasa chui mbili kwenye ziko zinapigana sasa. Yes, wali nani arme burundese ilitrie ni bazalendo. Balifanya kutoa ngano na makapi. Ndiyo. Balikuwa naangalia fiziki kwanza ya mtu, wanamwangalia ambia huyu anatufaa. Anasema wewe kuya huko, wewe rudia Uvira. Sasa tuko pale nani Kiliba. Ndiyo. Ndio tunaona kisi bazalendo banarudishwa kutoka ku front bamoya. Ndiyo. Benye bika sasa wewe hapana. Wewe uliingia tu hapa juzi muharbe na unataka ukipigana ku front hapa. Hii hapa hamwezi weza. Hii kunapiganiwa na masilazi nzito. Drone ndio ziko zinafanya hapa. Tena banatega mamine chini. Ndiyo. Kwa hiyo mtakwenda kufa bure. Bakachukua bamoya bakia nao. Na isitoshe wengine wakarudia Uvira. Ndiyo, na isitoshe kwa general wengine walikamataka watu hawajui hata juu. Ukirekrite mtu mwenye masuala kijeshi, ifo angalia aptitude physique ya mtu. Je, ana ulemavu, ana magonjwa fulani ama nini? Meokutesha kwamba kwa wenyewe walikuwa wanasema mimi ni mzalendo, baba nakupa garashi. Basi utakuwa unakuwa garde wangu kwa ananichunga. Kesho unaona kwa mkikosi chake. Jua just effective anacho kwamba kuna wazalendo wengi sana, na wakati misaada ikishakuwa kutokea radi apate naye za kutosha sana, kwa sababu kuna vikosi vya kutosha. Na wakati unakuta kwamba ni pamoja mko wa vilema, mmoja unakutosha wanakuwa na maproblemu ya kunywa sana pombe, wengine ameshagona na masigareti ama mafafa, discipline hakuna, hawezi akakimbia sehemu fulani ndio kukimbiza adui. Unakutosha kwamba ni watu wenyewe hana hata pumzi. Hata kwenye masuala ya kijeshi sport inahitajika. Wamoja walikuwa napewa boxi 10 za masasi. Ndiyo. Abebe zinamshinda. Anambia wewe rudia. Unapewa boxi 5 za PKM zinakushinda, kwambia rudia. Umeshaelewa? So walikuwa wanaweza kubeba ma PKM, kubeba maboxi na masasi, ndio walibakia hivi kule kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo kama mtaona wazalendo wanarudia na magari, asibewa wanarudia kwa sababu sote wanakimbia, hapana. Bali tolewa pembeni wakiwa walinde mji wa Uvira. Waendeleze zile zabu mataku za Uvira, kwamba taku tuko salama. Kuna taku tuko salama zile, lakini za kutwanga adui walitrie walibakia ndio walibakia. Sasa Luvungi hadi sasa hivi leo yenye ambapo tunaongea hapa, nafikiri kulingana na yote ambayo tumekuwa tunayajadili hapa ni kwamba mambo yamebadilika. Kwa hivi mambo yamebadilika. Ripoti mpya ambazo tumezipata baada ya kwenda kwenye uwanja mapigano ni kwamba sasa hivi M23 wako Luvungi na wamefanya mitingi yao ya kwanza ndani ya site ya Luvungi, na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kujiondoa Luvungi na wamewekea eskale yao maeneo ya Sange. Kwa hiyo paka sasa hivi tuongee kwamba Sange ndiko FRDC na jeshi la Burundi na wazalendo wameweza kusimamia, huku M23 wakikuwa maeneo ya Luvungi. Nini ambacho kimetokea hapa? Dalili gani ambazo zimefanya mpaka iwe hivi kuanzia tarehe 1 mpaka hii tarehe 8, tarehe 7 kuamkia tarehe 8 ndio M23 kufanikiwa kuingia Luvungi? Wanatumia mbinu gani? Katika yote ambayo yameweza kutokea, nilikuwa milima ya juu ambako wapiganaji walikuwa kule wazalendo pamoja na FRDC maeneo ya Lupango kule kulisemekana kwamba kulikuwa kunasumbuliwa na kitu kinaitwa drones. Drones ndizo zilikuwa zinasumbua sana kwa upande wa M23, wakiwa wanazitupia kwa upande wa wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC, na hivyo kufanikiwa kuweza kuwaondoa wazalendo. Unajua silaha ambazo ziko zinatumika sio bunduki zile za rasharasha za chini, hapana. M23 kiukweli, M23 wamekuwa wanatumia silaha nzito mno kwa kurusha makombora ya masafa marefu, pia kwa kutumia drones, kitu ambacho tulikuwa tunakitegemea sana kwa upande
wa serikali yetu pamoja na serikali ya Burundi kwamba ni lazima wangezuia hii kibambazi ambacho kiko hapa Kamanyola. Kazi ilikuwa ni kubwa kiukweli, kazi ilifanyika kubwa. Siku ya kwanza, siku ya pili tulifanikiwa kwa hatua kubwa kuwapiga kuingiza mpaka Kamanyola hadi kufika Bugarama. Unaona? Hadi M23 wanakimbilia Bugarama, wanasude mpaka kilalo ya Bugarama. So nini ambacho kilitokea mpaka wakafikia tena kurudia upya na kuja kuanza kushambulia kwa kasi na kufanikiwa kututoa kwenye tulikuwa Kamanyola, Side, kututoa Katogota, kututoa mpaka Luvungi, na mpaka leo hii M23 iko Luvungi. Unajua M23 wanatumia mbinu nyingi sana. Yaani wao kwao wanachojali ni ushindi. Wao wanajali ni ushindi tu. Hawajali kwamba watu wangapi watapoteza maisha, nini kitaharibika. No. Wanachojali wao ni ushindi, kwamba sisi tunapiga ni ushindi. Yaani juste ushindi, tushinde tu. Hajalishi kwamba ameshinda kwa mbinu gani, ametumia njia gani, yeye kwake ni ushindi. Sasa sisi tuko na faiblesse kusema kwamba hatutapigana kwa sababu kuna raia. Tukipiga sasa tutaoa. Of course tulikuwa tuko pale na tumeona jinsi mashambulizi yalikuwa yanafanyika. Unaona? Hatutapigana, tunakimbia, tunarudia nyuma, raia watapoteza maisha, lakini kwa upande wa pili wao wanajali kwamba si tuganye tugere. Na ukiangalia raia wenyewe wanasema kwamba sisi hatuna haja ya kusema kwamba tunashindwa. Nono. Chochote ambacho kitatokea kwetu sisi tuko tayari. Tunataka sisi ni kuweza kukombolewa poe bari. Wale ambao watapoteza maisha watapoteza, na wenye watapona. Kwa hiyo mambo yamechanganya sana, mambo yameharibika. Na kwa hivi kisi niko naongea nawe sasa hapa, kuna mambo yaliyotokea Sange pia baada ya FARDC walikuwa wanatoka kule vitani kujaribu kwenda, wakazuiliwa. Mwisho siku watu kadhaa wakapoteza maisha, na drone ya M23 iko inakuja mpaka maeneo ya Sange. Sasa watu wanajiuliza kwamba FARDC drone zake ziko wapi? Sokoi ziko wapi? Mara mingi tulikuwa tunapata habari za Sokoi, tunaziona Sokoi zinaenda Kivu ya Kaskazini, hapa Kivu ya Kusini. Kwa hii vita ya hapa Katogota, Sokoi ziko wapi? Mnajua hivi tuko hatari moja kubwa. Hatari ya kwanza ni kwamba Luvungi imekwisha kuanguka. Hatari ya pili kwamba Sange ikianguka, Sange pale kuna mpaka na Burundi. Kuna kilalo unavuka unaingia Burundi. Kwa hiyo kuna urahisi sana kwa Red Tabara kujipatia nafasi ya kuingia Burundi vile vile. Na Uvira pia ikishanguka pia kuna nafasi ya kuna Burundi. Na mnajua kwamba Burundi na Kongo wamekuwa wakisaidiana bega kwa bega. Sasa shida inakuja hapa kusema kwamba M23 ikifanikiwa kuvunja ukuta mpaka ifike Uvira, yatakayotokea Uvira ni makubwa kuliko yale ambayo yamefanyika Goma. Kwa hiyo wazalendo wote ambao wako Uvira, Muplene na sehemu zote wanatakiwa kutuliza mioyo yao. Nimeona paniki imekuwa mingi sana kule. Watu wamekuwa wakianza kukimbia. Wanaacha makazi yao wanakimbia. Wanajeshi wanarudi nyuma. Sawa, kurudi nyuma ni mipango ya kijeshi, lakini kurudi nyuma kilomita ngapi na adui yupo sehemu gani kwa kilomita ngapi? Kwa hiyo mambo yako very very complicated. Endapo watu watashindwa kuzuia hili swala leo na kesho, nijue kwamba Uvira itakuwa hatarini kabisa. Yaani kama hii repli itasema twende mpaka tupigie eskale Uvira. Basi. Niliwaambia kwamba naenda kule kwenda kutafuta nini ambacho kinaendelea. Na kenye kitaendelea kule, basi nitakuja kukileta. Na ndio hicho ambacho nimekileta hapa sasa hivi. Mazingira kule sio mazuri kiukweli. Hali imechafuka. M23 wamechachamaa, wazalendo wamechachamaa, FARDC wamechachamaa, yani wote wamechachamaa, lakini walifanikiwa kuchukua Luvungi ni M23. Kwa upande wa usaliti kusema, kwa sababu kuna tayari tumeanza kusikiza watu wanaanza kutupa madongo kusema kuna usaliti umefanyika, wanajeshi wamefanya tena, wamerudia vitendo vile vile, repli zile. Siwazi kama hilo limetokea, kwa sababu mimi nilikuwepo kule na nimekutana na makamanda. Wanacholia wao ni kusema kwamba
drone ya M23 ndio ziko zinawasumbua baada ya kuangusha ile drone yao moja. Kumbe hao jamaa haona drone moja, na ni forces special za Rwanda ndio ziko zina pilone ile madrone. Unaona? Kwa hiyo inakuwa iko ni hasara na ni hatari pia endapo watu hawatalivalia njuga hili swala, wakiliangalia kwa macho ya rejareja, basi makubwa yanaweza kutokea. Lakini kinachotakiwa kufanyika ni kwamba watu waweze kutulia, raia wote watulie na makamanda pia watulie, ili waone wanaanzia wapi. So nini ambacho kiko kinafanyika sasa hivi mu plan ya Ruzizi? Sasa hivi mu plan ya Ruzizi kama jinsi tulivyoongea, mu plan ya Ruzizi sasa hivi ni jeshi ndo limerudi nyuma, lipo maeneo ya Sange. Sawa, Sange ni kilomita kadhaa kutoka Luvungi. Kwa hiyo wamewekea eskale yao pale, huku akiwa wanasubiria kuona nini ambacho kitatokea. Niko nakuja, tumekutana na magari ya FRDC ya Force Special, gari karibia 7 hivi zimejaa makomando wanaenda kule. Hii kidogo inaleta matumaini kusema kwamba gisi wanaweza kuwasukuma moja kwa moja na kuwaondoa, ama wanaenda kutalii. Lakini kiuhalisia ni kwamba chochote ambacho kitasikika kule kwamba tumewatoa ama wameturudisha tena, yote itakuja hapa kupitia B1 TV. Hatuwezi kupaka upepo rangi wakati inajulikana kwamba haiwezekani. Wakati tunajiandaa kufanya mambo makubwa na inatokea kwamba hatukuweza kufanya kile ambacho tulikuwa tunatarajia kufanya, ni lazima pia tuambiane kwamba yametokea hivi na hivi, na hivyo tujifunze wapi ambako tumekosea, wapi ambako tumeanguka, ili kesho yake isije tena ikajirudia haya makosa ambayo yamejirudia. Isifanyike kama ilifanyika Bukavu kwamba wanaingia Uvira bila kupiga risasi. Wanaingia bila risasi. Luvungi risasi azimelia siku 7. Sio mzaa. Sio mzaa, tokea tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, 4, 5, 6 mpaka tarehe 7. Ushelewa? Ndo wamefanikiwa kuingia. Leo tarehe 8 ndo wanafanya mitingi pale. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamekuwa yako ni mapana, yako ni makubwa, na ni watu ndio walitakiwa kwa pamoja kusema kwamba bwana, tupeane mkono, tuungane wote mkono. Wazalendo mko wapi? Mpene ya Ruzizi ulikuwa unapita unakutanana na kamba kila fasi. Na kila fasi unakutanana na vijana wako na mabunduki kila fasi. Sasa hii ni nafasi ya kuonyesha kwamba nchi inavamiwa, na kama nchi inavamiwa inabidi watu waweze kujitetea. Kinachofanyika sasa hivi ni FRDC kujipanga upya, wazalendo kujipanga upya, maana ujio wa M23 umekuwa kama una surprise watu wengi, au kwa wanategemea kwamba M23 ingefanya hiki ambacho imefanya leo. Kiukweli wengi walikuwa hawategemei. Kuvunjika kwa front ya Luvungi ni kitu ambacho hakikuwa kinategemewa hata kidogo na wakongomani walio wengi. Kwa hiyo matumaini yangu ni kwamba yoyote ambayo yatatokea yanaweza kutokea, na kwa lolote lile ambalo litafanyika, basi mimi niko hapa kwa ajili ya kuja kuwapeni na kuambieni bwana, swala ambalo limekuja ni hili na hili pamoja na lile. Endelea kusikiza Baraka1 TV, endelea kuwa pamoja na sisi kwa taarifa zaidi. Usikose kushare pamoja na kusubscribe Baraka1 TV. Ndiyo. Lakini ukweli ndio hivyo. Kitu kingine ambacho tunastahili kukifanya sasa hivi hapa, Justin Bitakwira ameweza amefunguka kuhusiana na hii ambayo iko inatokea plan ya Ruzizi. Ndiyo. Amekuwa na wasiwasi mkubwa. Ndio kwa mara ya kwanza unamsikia Bitakwira iko nazungumza na machungu. Sasa ni mtu mwenye anasema kama ufanyi hivi anatuka tunaisha. Unaona? Ndiyo. Asemei vile kwa niaba yake yeye, kwa ajili yake. Anasema kwa ajili ya taifa nzima. Ndiyo. Si tu Bakinwa. Unaona Bakinwa biko mumalu wengi sana. Ndiyo. Biko nalewa, banafanya nini, banakula hivyo. Hawajui. Sasa akawakumbusha, eske mnajua kama Uvira ikianguka leo hii,
chini ya 4 jours biko Lubumbashi Kolwezi. Na c'est vrai, kabla sijaongea hivi na Bitakwira, nilipigiwa simu na watu kutoka Lubumbashi bajene, Ndiyo. biko ananiambia wane M23 ishakuwa fasi gani? Ndiyo. Naambia jua nini? Ndaweke hapa msikize. Jua nini? Nikaanza kubarekodi. Tuko tunawangoja huku kwa hamu sana tupapokee. Ndiyo. Sema kweli. Tuko tunangoja kwa hamu sana huku. Mbona bana kawia Uvira? Nikamwambia sasa Uvira abatapita. Asa jua nini Sumbachi bapite? Nikamwambia mwe kama mko na wangoja mlipe matiki mkuu. Asa hapana mkubwa, sema matiki kwa hatuna tutapata hii tiketi tukue tupapokee kule. Kasema Mungu wangu. Ndeka kwa kumbe Lubumbashi ishanguka zamani. Ndiyo. Yaani kwanza Kalemi, Lubumbashi, Kolwezi kule kote zamani biko na ngoja tu kwamba Uvira tu pa na usikie kule ndio banaanza kujioto proclame. Donc hakuna hata espoir kidogo Lubumbashi. Nataka Kalemi juu niliongea na mwananchi mmoja anakuambia Roger, Mungu awasaidie tu huko kwenye wazalendo kwa napambana huko, kwa sababu wakifika wakikamata tu Uvira na Fizi basi inakwambia aseme kwao hawapiganaki, hawana wazalendo kule, aseme watapita tu barabara, anasema tayari mji unakuwa wetu, wanaenda Lubumbashi mji tayari ushakuwa wetu, na hapo sasa watafuta mahelikopta wanadema sasa katika mji mkuu wa Kinshasa. Na unatosha kwamba rais angechabile kisha kumatia umakini hivi ndio inahitajika hivi sasa. Na ndio hile ambalo Bitakwira anasema Uvira kianguka ujue Kongo hivyo changement ya regime inafanyika. Hii tena lizungumza. Na hii ikifanyika donc kukijwa pale ya inchi tujue tena mwenye tarudia ni nani, ni politika na hapa mwingine. Ni politika na mbio tarudia pale. Si Cornel Nanga wala si nani. Unaona? Na ingine hii maneno ambayo Justin Bitakwira mchaguliwa Uvira alizungumza, aliwahi kuzungumza tena kwenye kipindi cha Dialogue entre Congolais ambacho kinapita kwenye Radio Okapi. Aliwahi kuzungumzia akasema hivi, isinge ilikuwa Jumada ilikuwa nazungumziwa nini entre hii kakofonia entre FARDC na wazalendo inaleta sura gani kwa wananchi na kwa raia ambao wanaishi katika maeneo hiyo. Kulikuwa waliko kama vile Mwindo Zangi, na kulikuwa Justin Bitakwira na baba mmoja hivi anaitwa Patian, ambaye anakuwa vile vile wananchi anatumia katika shirika moja hivi la kiuto ambalo linaitwa ILC, Initiative pour un leadership cohésif, ambao walizungumzia hiyo mada. Justin Bitakwira kaonesha kwamba isingelikuwa wazalendo asingelikuwa wazalendo kama hivi dans 2 mois tuko na rais Munyarwanda. Ndio aliwahi kuzungumza kwenye miezi miwili tu kama tuko na rais Munyarwanda. Na akasema hivi, mimi niko Kinshasa kupitia mwili wangu, lakini roho yangu iko Uvira, nafuata situation yote de près. Na wazalendo bangekuwa organize kama M23 ingejitahidi, kama inahitajika hata 1 miliari ya corrompre le kiongozi wao, coordinateur wao, bangempatia ile franga juu angalie gisi ya kupita maeneo. Mekio kutanisha kwamba bazalendo bako desordonné, havana ordre mweo. Kila mtu iko na decision yake, mais decision yote inatourne tu ya principe moya, usitraire inchi na usiingize adui. Ndio unakuja kwamba ile inawapa mtisha kwamba kusema kwamba hata tufanye vyote merere yote, jambo muhimu sana ni kuweka kichwa. Hata kikunya pombe, jambo muhimu kuweka kichwani, hata kikupitisha adui asipite. Na tusikule rushwa ya adui. Ndio. Lakini kama ni kulewa tutalewa. Ndio. Kama ni hii matakutaka tutafanya, lakini adui tu asiingie. Ndio. No, so ile ni kawaida. Kwa hiyo Bitakwira anaendelea kusema kwamba anaitaka ministeri ya defense ihakikishe kwamba irenforce Uvira, iweke Uvira kukue base yenye isipermetre ba M23 kupita. Ndio maana ministri wa defense iko hapa Bujumbura. Ndio. Na rais ndio maana wamekuja ili kuhakikisha kwamba Uvira kunakuwa na c'est vrai avec bajeshi menye balingia Uvira, antuka sijawahi kuona. Ndio maana nilifanya
nilifanya kujadili kidogo kuangalia Goma, gisi Goma ilikuwa na gisi Uvira iko. Kuko tofauti. Ndiyo. Licha ya armement yenye ilikuwa Goma, tulikuwa tungali na kitambala kumacho, watu tungali bleu bleu. Kumbe mule musentire ya FARDC Goma ndio walikuwa wiko wanacheza mchezo wa kupitisha tena adui. Na siri nyingine yenye ilikuwa iko hapa ni kwamba adui alikuwa anakimbia na raia. Gisi raia anakimbia iko na watu wao wa mule ndani. Ndio hiki yakifanyika wapi pia Sange. Ndiyo. Banatoka kule baraia biko na watu wao mule ndani wanaketi mpaka Luvungi, banaanza kulipua mabomu. Kuna ndugu yetu mmoja ni wa Beni. Ndiyo. Wa Magamba za Nord Kivu. Aliniambia kwamba si huku tulikuwa tuko ble. Ndiyo. Kumbe sasa tunakimbia na badui. Sasa mnafika sehemu hiyo mnapumzika pale, banaanza kulipua nini? Mabomu. Ndiyo. Sasa basoda banajikuta sisi tuko mbele tena mabomu yanaweza toka nyuma yetu. Unakuta nao pia wanafanya ku repli, wanarudia. Mnakimbia tena kama kilomita ngapi tena kule? Banaanza kulipua tena mabomu. Sasa hatukuwa najua kama iski ni adui ama ni nani. Kumbe gisi inafanyika Uvira ndo sasa hivi napata kitu sema kumbe na sie bale watu balikuwa na tuinfiltre. Sasa unakuta bajene yetu kule kuna Nord Kivu balikuwa wanalala, hawaelewi hapo kitu. Ndiyo. Bajene Uvira mkuwe na vigilance moja ya nguvu. Na ndio maana pia wanasema wote biko natoka huku Maluvungi kukia banakimbia.